Habari za saizi mpendwa mtazamaji, mimi naitwa Engineer Noel K. Ngowi na hoja yangu ya leo ni juu ya hoja 40 juu ya mfumo wa elimu ya Tanzania na maendeleo ya viwanda. Kwanza ningependa kumshukuru, hoja yangu ya kwanza ni shukrani. Ningependa kumshukuru Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha hoja hii ya mfumo wa elimu na Tanzania ya viwanda. Na ningependa kutumia andiko ambalo limeandikwa katika kitabu cha Mithali sura ya 14:28 ambayo nasema kwamba utukufu wa mfalme ni watu wake na uharibifu au uangamivu wa mfalme ni watu kuwa wachache, watu wake kuwa wachache. Ningependa kumhakikishia kwamba Mheshimiwa Rais unao watu wengi, na kwa kutumia hoja na uwezo watu wako mbalimbali ulionao unaweza kuipeleka Tanzania katika uchumi wa viwanda. Kwa hiyo hoja yangu, ningependa kwanza nijitambulishe. Jina langu naitwa Engineer Noel K. Ngowi na nimeweza kufanya kazi za katika sekta ya ujenzi kuanzia mwaka 80 nilipomaliza kidato cha 4. Wakati huo nilikuwa na uwezo wa kuchora ramani, naweza kupima kwa mfumo tuliokuwa nao wakati ule. Na nilifanya kazi kwenye mradi wa maji Handeni wakati nangojea matokeo ya kuingia chuo cha ufundi. Na baada ya kuingia chuo cha ufundi Dar es Salaam, niliweza kuingia hata chuo kikuu cha Dar es Salaam na kupata shahada yangu ya uhandisi ujenzi. Na nimeandika makala mbalimbali na vitabu mbalimbali. Makala moja hapo ambayo nimeandika ni Technologies are the Arts, au teknolojia ni sanaa, kuelezea ni kwa nini Afrika inashindwa kufanikiwa katika maendeleo ya teknolojia na tufanye nini ili tuweze kutoka hapa tulipo katika mkwamo huu tuweze kwenda katika mafanikio ya teknolojia. Pia nimeandika kitabu cha A Modern and Practical Approach to Road Geometry, kuwasaidia wahandisi wanaomaliza katika vyuo vikuu wajue kwamba sasa hivi teknolojia za upimaji na uchoraji wa barabara zimebadilika na wafanye vipi ili waweze kuendana na teknolojia hizo, kwa sababu elimu ya geometry ya barabara nimeona kama imepitwa na wakati kutokana na uzoefu ambao nilikuwa nao. Pia nimeweza kuingia katika madini kwenye mradi wa madini ya dhahabu, nimeweza kuingia kwenye machimbo ya mafuta. Ni miaka mingi, kuanzia mwaka 80 mpaka leo ni miaka 41. Ninaamini kwamba ninacho kitu cha kuwaambia Watanzania juu ya teknolojia na elimu. Pia nilikuwa ni kati ya waanzilishi wa mradi wa mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam. Hata hapa Mwanza nilipo pia nilihusika katika kupima udongo kwa ajili ya ujenzi wa Rock City Mall na vitu vingi kama hivyo. Kwa hiyo ninaamini kwamba ninavyo vitu vya kusaidia kizazi kinachokuja kuenda kutupeleka katika mafanikio ya kiteknolojia. Nataka niseme kwamba hatutakiwi tu tubadilishe mfumo wa elimu ya Tanzania, tunatakiwa pia tubadilishe mtazamo fikra. Unajua mtazamo fikra yetu ndio unatukwamisha. Tunaweza kuwa na elimu nzuri, lakini tusipokuwa na mtazamo fikra sahihi hatutafanikiwa kwenye maendeleo ya teknolojia. Pia tunatakiwa mfumo wa wahandisi kuzalisha wahandisi upitiwe upya kuanzia katika ngazi ya ufundi na ngazi ya tuseme kuanzia shule ya sekondari tulikuwa tunasoma zamani, vyuo vya ufundi, vyuo vya VETA na vyuo vikuu pia. Tunatakiwa tutazame huo mfumo upya ili uweze kufaa kutupeleka kwenye Tanzania ya viwanda. Lakini jambo la kwanza ni kubadilisha mtazamo fikra. Hivyo hoja yangu ya kwanza ni shukrani. Hoja yangu ya pili, tunatakiwa tujiulize, je, mfumo huu wa elimu tulionao unatuhamasisha Watanzania kujifunza? Kuna wakati niliamua kufanya kama utafiti mdogo, kuuliza marafiki zangu wa Facebook ni watu gani ambao wamewahi kusoma juu ya Vision 2025 au dira ya Tanzania mwaka 2025. Nilikuta kwamba inawezekana hawa watu hawafiki hata 20%
yani asilimia kubwa ya Watanzania hawajasoma dira ya uchumi wa Tanzania. Unajua tangu Tanzania ipate uhuru kuna dira 3 zilikuwepo. Kuna dira ya kwanza ilikuwa ni ya kupigania uhuru, na mwaka 61 tukapata uhuru. Baadaye ilikuja dira ya pili, ni Azimio la Arusha, na Mwalimu Nyerere alifundisha sana juu ya hiyo dira, na ilipofika nafikiri kwa ni mwaka 96 tukapata dira nyingine, Vision 2025, kwamba ifikapo mwaka 2025 Tanzania ifike kwenye uchumi wa viwanda. Na bahati mbaya Watanzania wengi hawajasoma. Yani Watanzania wengi wanapenda kuongea vitu lakini hawasomi. Katika kitu ambacho kimesisitizwa katika dira 2025 kwamba ili tufike huko tunahitaji Watanzania wenye kujifunza. Yani hicho ni kitu cha muhimu sana kwenye dira ya 2025. Lakini kama sisi Watanzania ni watu ambao tunaishia kwenye kile tulichofundishwa darasani, lakini hatuna tabia ya kujitafutia maarifa, hatutaweza kwenda kwenye uchumi wa viwanda jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo ile dira ilikuwa imelenga kwamba Tanzania ifike kwenye uchumi wa kati, lakini pia tuwe nchi nusu viwanda, yani semi industrialized country. Yani tusiwe nchi ya kilimo kama tulivyokuwa zamani, lakini tuna kilimo kidogo na tuna viwanda kidogo. Sio kama tutakuwa tumefika kwenye uchumi wa viwanda halisi, hapana. Na Mheshimiwa Rais aliyepita John Pombe Magufuli alisisitiza sana kwamba tunaenda kwenye uchumi wa viwanda. Jambo ambalo bahati mbaya watu wengi, hakuna mtu yote ambaye ametoa hoja, na inaelekea watu hata hawajasoma ile document na kusema je, tunaenda vizuri au vibaya. Tatizo la kujifunza ni tatizo baya sana kwenye nchi yetu. Kwa mfano hata ukiona jinsi wa Tanzania tunavyofanya vitu ni kwa kuiga. Utakuta kwamba kila mahali kwenye nchi yetu ukienda utakuta ni maframe tu, maframe. Lakini hatuna ubunifu. Nilipata bahati ya kuwa katika wahandisi ambao walikuwa wanasimamia usanifu wa barabara kati ya Arusha na Manga mpaka Athi River. Tulikuwa kwenye timu na rafiki zetu wa Kenya. Kwa hiyo tulitoka Arusha kwenda na Manga. Kitu nilichokiona kikubwa ni frame, kwamba kila Mtanzania anafikiri kwamba ili afanikiwe anatakiwa aweke frame. Kwa hiyo utakuta kuna maframe mengi yamewekwa hata porini, hata sehemu ambayo haina watu. Yaani mtu anaamini kwamba baada ya muda watu watahamia. Lakini ukienda upande wa Kenya unakuta watu wameweka fence kwenye ardhi yao na wanachimba visima, wanalima mazao, wanafuga, wana export, wanasafirisha mazao nje. Kwa hiyo utakuta Mtanzania na Mkenya mazao tofauti. Kwa sababu gani? Watanzania hawajahamasishwa kujifunza. Watanzania yani ni watu wa kuiga. Yani fulani anafanya hiki na yeye anafanya hicho. Sasa kama badilisha mtazamo fikra, hatutafanikiwa. Ninakumbuka siku moja nilikuwa naongea na engineer mmoja. Akaniambia, mhandisi sina kazi. Nikamwambia, unaweza kufanya kazi za structural engineering? Akaniambia, mwalimu, unajua mwalimu alinifundisha, alipiga tu kunifundisha. Yaani sasa kwani mwalimu asipokufundisha huna muda wa wewe kujifunza? Unaona? Tena huyo mtu alikuwa na FTC, ni technician na ana degree. Sasa unaposema mwalimu akunifundisha ni upi? Kwa sababu ile structural engineering kwenye certificate, kwenye technician huwa inafundishwa. Alafu kwenye engineering na yenyewe inafundishwa. Lakini kwenye engineering inaenda mbele zaidi. Kwa hiyo kama kwenye FTC ulijifunza, alafu ukafundishwa tena, ni kitu gani kinakufanya wewe ushindwe kufanya ile kazi? Kwa sababu Watanzania wanapenda sana kutegemea amefundishwa nini chuoni, hatuna tabia ya kujiongeza. Nina rafiki yangu mmoja alikuwa anasimamia mradi mmoja huko maeneo ya Mbinga huko. Na akauliza Wachina, kwa nini ninyi mnapenda sana kuajiri wa Kenya sio wa Tanzania? Akasema Mchina alimwambia, Mtanzania ukimwambia mimina, hebu mwagia maji ili zege hapa, kama kuna sehemu nyingine kuna zege hata mwagia. Kwa sababu gani? Mwajiri hajaniambia. Wakati nilipokuwa chief engineer wa maabara kuu ya taifa, nilikuta kwamba kuna mtu mmoja tu alikuwa anajua kutesti lami, lakini mwingine ana testi udongo. Nikamuuliza, kwa nini wewe huwezi kutesti lami?
kupima lami, ubora wa lami, akasema chief engineer hakuniambia. Chief engineer aliniambia tu nifanye kazi za udongo. Kwa hiyo Mtanzania eti kwa vile hajaambiwa hatafanya. Kwa hiyo tunatengeneza wasomi butu ambao hawezi kuangalia matatizo na kuyatafutia ufumbuzi wako. Kwa hiyo kitu kutokuambiwa na mwalimu au kutokuambiwa na mkuu wako wa kazi haina maana usijifunze. Kwa hiyo tumekuwa na tabia ya kutokujifunza. Tunapenda sana kupiga porojo tukiwa kazini. Hatuangalia hata taarifa za habari. Na sasa hivi kwenye mfumo wa elimu sasa hivi vijana hawaangalii taarifa kabisa. Hawafundishwi kuangalia taarifa ya habari. Zamani sisi nakumbuka tulikuwa tunalazimika ikifika saa 2 kamili jioni wote radio inawekwa pale dining home, mnaangalia taarifa habari. Nakumbuka mwaka 79 78 vita vya Uganda vilipotokea, tulikuwa tunafuatilia taarifa kwenye taarifa habari. Na binti yangu mmoja sasa hivi ni mwaka wa 3 anasoma udaktari. Lakini alinishangaa siku moja kulikuwa na matatizo Kibiti, akawa anasema kwani Kibiti kuna nini? Tukamwambia Kibiti kulikuwa kuna mambo ya mauaji na nini na nini. Sasa mimi nilikuwa nashangaa, nikasema huyu Kibiti huyu mbona analeta matatizo? Yaani anafikiri kwamba Kibiti ni mtu, kumbe Kibiti ni mahali. Lakini ni mtu anasoma udaktari. Imewahi kuona mtu ambaye amesoma uchumi lakini kwenye TV wanapoongea habari za uchumi hana muda wa kuangalia. Anaweza kumwangalia Diamond na nini, lakini mnapoongea habari za uchumi haangalii. Kwa hiyo tunatengeneza wachumi butu ambao hawezi kuwa proactive kwenye kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Kwa sababu ili uweze kuleta maendeleo unatakiwa ufahamu wako uwe ni mkubwa. Pia mfumo wetu haufundishi wanafunzi kwamba elimu haianzie chuoni, haishi chuoni. Yaani chuoni ndio ukimaliza chuo kikuu ni kama umefundishwa kusoma na kuandika. Baada ya hapo sasa ndio unatakiwa ukasome ili uweze kupata solution au majibu ya matatizo halisi. Kuna mwalimu wetu mmoja kuna mwalimu wetu mmoja wakati tunasoma chuo kikuu alikuwa anasema if you want to be taught everything you need to stay here a few hundred years. Yani sawa. Tulipokuwa tunasoma chuo kikuu kuna mwalimu wetu mmoja alikuwa anaitwa Thokil Su. Alikuwa anasema kwamba if you want to be taught everything you need to stay here a few hundred years. Unataka kufundishwa kila kitu unatakiwa ukae karne kadhaa chuoni kwa sababu vitu vinabadilika kila siku. Kwa hiyo inatakiwa mfumo wetu uwe unahamasisha watu kufahamu mazingira yao, kufahamu mazingira ya nje, kufahamu teknolojia zimefikia wapi. Yeye binafsi ajitafutie, sio angojee kufundishwa. Kwa hiyo kuna swala la kufundisha watu vitu vinavyowazunguka. Tumezalisha wasomi tegemezi ambao wanaamini sana kile kitu ambacho ameambiwa na profesa au ameambiwa na mtaalamu fulani wa kizungu. Wakati mwingine mtu anaweza kukuambia mambo ambayo sio sahihi. Jifunze kutafuta taarifa we mwenyewe. Pia kitu kingine ambacho nimekiona, Watanzania hawapo tayari kulipa gharama kwa elimu. Mimi nilikuwa nafundisha chuo cha ardhi. Kuna wakati wanafunzi wa chuo cha ardhi waliniita ili nikawasaidie wanafunzi wa uhandisi ujenzi, niwasaidie kujua huku mitaani watafanya nini. Nikamwambia mko wangapi? Wakaniambia 200. Nikasema hebu nichangieni kila mmoja shilingi 1000. Lakini hawakunichangia. Kwa sababu wanaona huyu mhandisi anatakiwa aje atufundishe bure. Lakini akija Diamond hapo wakisema ni kiingilio shilingi 10,000, wanafunzi watachanga, watalipa. Kwa hiyo wanafunzi wa Tanzania tunafikiri kwamba kujifunza sio gharama au hatuko tayari kubeba gharama. Nimeandika kitabu pia cha road geometry, nilikuwa nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sasa na nimechukua masaa mengi sana kukiandika kile kitabu, lakini nakumbuka baada ya kuwapa kile kitabu walikipiga photocopy, walikiscan kwenye simu zao. Kwa hiyo nikienda sasa kufundisha tena hawataki kugharimia, yani kunipa shilingi 5,000 kwa ajili ya kile kitabu. Lakini tujifunze kugharimia teknolojia kwa sababu kupata ufahamu wa teknolojia ni gharama. Jambo la tatu sasa, wasomi wa zamani
tufanye tathmini. Imeandikwa katika kitabu cha Mhubiri, Biblia sura ya 7 mstari wa 14 kwamba siku ya kufanikiwa ufurahi, lakini siku ya mabaya jiulize. Kwa hiyo tunatakiwa tujiulize, kwa nini tuko hivi? Sasa hivi hata vijiti vya kutoa nyama kwenye meno tunatengeneziwa nje, lakini tuna mechanical engineers, tuna electrical engineers, tuna electromechanical engineers, tuna chemical and process engineers, tuna civil engineers. Kitu gani kinatufanya tunachongiwa vijiti? Tunatakiwa tujihoji. Tusiseme tu kwamba tuwabadilishie mfumo wa elimu hiki kizazi kinachokuja. Sisi wa zamani wenye miaka 60, miaka 70 bado Mungu ametupa nguvu. Je, mchango wetu kwenye maendeleo ya teknolojia unaridhisha? Na kama uridhishi, je, tufanye nini? Kama tunasema kwamba kuwabadilishia elimu vijana wetu kutasaidia maendeleo ya teknolojia, ina maana tunangojea miaka 10, 15 ijayo 20. Lakini tunatakiwa tuvune hata kwetu sisi wasomi wa zamani. Nimesema hata teknolojia ndogo ya kuchonga vijiti, kutengeneza mota, kutengeneza nini, teknolojia za 1800, 1870 hatujafikia mpaka leo. Kwa hiyo tunajivunia haya makaratasi yanaitwa vyeti, yanaitwa bachelor, masters, PhD. Hayo ni makaratasi, kama haiwezi kutufanya sisi tukatoa solution ya matatizo na tukaweza kuwasaidia watu wa kizazi kinachokuja. Tuna tabia kusingizia wakoloni. Unajua, ukiuliza kwa nini hatuna teknolojia, utasikia profesa na kuambia unajua tulitawaliwa. Lakini tutolewa mwaka gani? Tangu 61 mpaka leo ni zaidi ya miaka 60. Je, bado athari zile zile za miaka 60 kurudi nyuma bado tunazo mpaka leo? Ina maana hatujafanya homework yetu. Ninakumbuka kuna profesa mmoja alikuwa anaongea wakati fulani kwenye TV TBC juu ya Afrika na mambo ya maendeleo. Akawa amesema we were colonized. Yani tunajua tulitawaliwa, lakini kuna mtu mmoja anaitwa Rolf Sarungi akamwambia profesa, sikubaliana nawe. Yani miaka 60 imepita bado tunaongea hivyo hivyo. Tusiendelee kutoa visingizio. Tunatakiwa tuwe na wasomi wenye solution au wenye suluhisho la matatizo tulionayo. Niseme ukweli, mimi nimeona kama kuna tofauti sana kati ya wasomi wa Tanzania na wa Kenya, kwa jinsi tunavyoangalia vitu na kuvitendea kazi. Sisemi tu Kenya, lakini Tanzania na dunia. Wa Tanzania tunafikiri sana mambo ya Iringa, Dodoma, unaona ya Sumbawanga. Lakini nimewahi kufika Nairobi kwenye ofisi ya rafiki yangu mmoja anaitwa Dr. Elisha Akechi. Nikamwona huyu mbona anaangalia, akanionyesha picha ya jengo la Rwanda, Wizara ya Viwanda, sijui Rwanda alichora, jengo la Tejankaba Liberia. Yani alafu wanatunulia nyama, nasema hebu tuelezeni tutakujane je huko kwenu. Kwa hiyo Watanzania, wasomi wa Tanzania, tunatakiwa tutafute fursa mahali popote zilipo. Lakini hizi fursa ni competitive, yani kama ni mtu ambaye huwezi kujifunza vitu, huwezi kushindana kwenye uchumi wa viwanda. Hoja namba 4. Kuna umuhimu wa wasomi wa zamani kuonyesha mfano, tuwasaidie vijana. Unajua sisi wasomi wa zamani hata tukipewa ugeni rasmi mahali, tunawaambia tu kwa urahisi kwamba kuweni wabunifu. Unajua siku hizi hakuna ajira, lakini tatizo la ajira ni la wote. Sasa hivi hata miaka 60 unatafuta kazi upati. Na hatuwezi kuachia vijana wetu wao wenyewe wao wabunifu wakati sisi tuna exposure. Unaweza kuta na rafiki yangu mmoja nilikuwa naongea naye siku moja, nikaa nalalamika mimi sikupewa nafasi za kwenda nje. Nilikuja kupata wakati mmoja wakati wa kutengeneza standard za barabara Tanzania, road geometry standard. Nilienda Norway. Na ni kwa sababu niliwekeza sana katika elimu ya kutengeneza design. Kwa hiyo ukiangalia design za barabara utakuta jina langu. Yule rafiki yangu akaniambia hakuna nchi duniani hajaenda. Yani hajui ni nchi gani ameenda. Ukimuuliza Mexico anakuambia nilifika. Ukimuuliza USA anakuambia nilifika. Canada nimefika. Nani UK kafika. Sijui Japani sijui kafika. Hakuna nchi anasema, hajui kama kuna nchi hajaenda. Kwa hiyo sisi wasomi wa zamani tuna exposure, tulipata nafasi ya kwenda nchi. Idea gani tulikuja nazo?
ambazo zinaweza kusaidia taifa likaendelea mbele uchumi. Uone kama tunawaonea vijana tunapowaambia wao bunifu, wakati sisi hatuna mfano wa kuwaonyesha. Tunataka tuwaonyeshe kijana, hiki unaweza kufanya hivi, ukafanya hivi, ukafanya hivi. Alafu sasa naye anaongeza ubunifu wake. Hapo ndipo taifa litakapokwenda mbele. Kwa hiyo tusitarajie tu kwamba hao tunawabadilisha mfumo, wao ndio wataleta matokeo. Tunatakiwa sisi tuanze kuleta matokeo katika taifa letu. Tuige wa China. Kuna mtu mmoja aliniambia China kuna mtu anakuja na idea yake, wanachukua wastaafu, wale wazee wastaafu wa zamani wale. Wanamwambia unaonaje ili wazo, wanalipitia. Wakishasema kwamba ili wazo liendelee, hilo halina mjadala, kwa sababu wanachukua watu ambao waliperform kwenye industry miaka iliyopita, na wanajua ni wazo gani zuri na ni lipi sio zuri. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama wasomi tuwekeze katika kuwajengea uwezo hawa wanaokuja, badala ya kuwapa tu majibu rahisi kwamba muwe wabunifu. Unajua sasa hivi ajira ni shida. Hiyo sio sahihi. Kwa hiyo hata wageni rasmi wengine ukiwasikiliza unaona kwamba hakutakiwa kuwa mgeni rasmi. Basi mimi naomba kama mnataka kwenye vyuo vyenu mnahitaji mgeni rasmi, niiteni muone nitakavyowapa nondo. Kama nilivyosema tuna exposure. Hoja namba 5 ambayo ningependa kumwambia Mheshimiwa Rais na Watanzania, tufanyeje tuende kwenye teknolojia ya viwanda? Ni hoja namba 5 nasema, je, kitabu changu ulikiona? Mimi ni kwanza nilikuwa ni road geometry engineer, nilikuwa nasimamia design ya barabara zote Tanzania, na sio kwamba nilipewa tule kazi, niliandika paper kwamba mmeanzisha TANROADS, mmeanzisha nini, lakini geometry ya barabara haijakaa vizuri, kona za barabara, magari kuonana, slope na nini. Nikamwambia anzisheni kitengo TANROADS makao makuu. Kwa hiyo nikawa design engineer wa TANROADS. Nilikuwa natembea Tanzania nzima ikitokea matatizo ya design ya barabara Tanzania. Lakini nilipokuwa napita kwenye ndege nilikuwa nasema hivi, Tanzania haina wasomi? Mbona vitu nchi tajiri namna hii yenye rasilimali namna hii inashindwa kuendelea? Lakini kwa sababu tuna matatizo sisi ambao tumesoma zamani pia. Kwa hiyo ni lazima tuyatatue. Tukitaka kutatua matatizo ya hawa vijana wakati ya kwetu hajatatuliwa, ni sawa sana baba au mama ambaye anakunywa dawa ili mtoto wake apone. Sasa hiyo kwenye mambo ya madawa haifai hiyo. Labda kwa waganga wa kienyeji ndio mtu anaweza akanywa dawa kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa hiyo mwisho niliandika kitabu kinaitwa Technologies are the Arts, yani teknolojia ni sanaa. Na kitabu chetu kilikuwa kinaelezea ni kwa nini Waafrika tunashindwa kumiliki teknolojia. Namba 1, Watanzania Waafrika tunafikiri kwamba technology ni applied sciences. Lakini ukweli ni kwamba neno teknolojia lilikuwepo kabla ya neno sayansi. Kwa hiyo tunaposema kwamba sayansi ni matokeo ya teknolojia, ni matokeo ya sayansi, kuna vitu huvielewi kimantiki. Knowledge that can be rationally explained. Kwa hiyo tunazalisha watu ambao ni hodari sana kwa kueleza, lakini kwenye kufanya hawana uwezo, kwa sababu elimu yao haijawaandaa kufanya, na wala haijamwandaa mtu, haijamuandaa kushirikiana na watu wengine kufanya. Kwa sababu mtu anafikiri kama ana sayansi na yule mwingine hana sayansi, yule ambaye hana sayansi ni kilaza. Kumbe unaweza kufanya utafiti wako, ukitaka utendewe kazi unamhitaji uifundi. You need the art. Bila art, yani hakuna teknolojia, hata kama utakuwa na sayansi. Na kwa hiyo neno teknolojia limetokana na neno teknolojia. Nataka nikuambie, nikufungue mawazo kwamba hebu kaangalie gari uone kitu gani kimetoka kwenye maabara kwenye gari. Kimetengenezewa maabara. Je, ni engine? Je, ni gearbox? Je, ni kile kichupa cha kuweka maji ya betri? Je, ni radiator au nini? Vyote utagundua kwamba vimetengenezwa sehemu nyingine. Ukienda kwenye karakana unaweza kukitengeneza, lakini hakitengenezwe maabara. Kwa hiyo elimu yetu ilidharau mfumo ambao unampeleka mtu kwenye karakana. Unaheshimu mfumo ambao unampeleka
mtu kwenye maabara. Sisemi kwamba kuwa na maabara sio sahihi, hapana. Unatakiwa maabara inatusaidia labda kwenye kuangalia nitumie material gani na nini. Je, vitu tunavyotumia viko kwenye ubora unaotakiwa? Je, kitu kimetengenezwa kinavyotakiwa? Inakusaidia kucheki. Lakini unatakiwa ujue vitu vinafanyikaje. Ndio maana kitabu changu kikaita Technologies at the Art. Sasa Waafrika ile sehemu ya kutenda tunaidharau. Tunaheshimu zaidi sehemu ya kufahamu. Matokeo yake ni kwamba hatufiki kwenye maendeleo ya teknolojia. Kuna watu kama akina Honda, Soichiro Honda ambaye alianzisha kiwanda cha pikipiki. Yule alikuwa ni technician tu, hakuwa engineer, lakini kiwanda cha Honda kinatengeneza magari, pikipiki, maroboti mpaka ndege. Unaona? Kwa hiyo ni lazima tuwe na balance. Pia kwenye kitabu changu nimeandika na niliona kwamba 40% ya wanasayansi wa Afrika wanakimbilia Ulaya. Kwa nini unakimbia Ulaya? Ulaya kuna mazingira mazuri ambayo yanaweza kumwajiri mwanasayansi. Yaani mwanasayansi ukimwangalia vizuri, mwanasayansi hajaandaliwa kujiajiri. Ameandaliwa kuajiriwa. Lakini mtu ambaye anaweza kumwajiri mwanasayansi, fundi anaweza kumwajiri mwanasayansi au mfanya biashara. Kwa sababu mtu anaweza kawa na biashara yake lakini atafuta jinsi ya kuboresha, ni material gani atumie na nini. Kwa hiyo anampa mtu, bwana hebu kafanya research. Kwamba je, material haya nikiyatumia, je nitaweza kupata ubora na uhitaji. Kwa hiyo mtu anafanya research yake pale, anapata PhD, anapata hela kidogo, na anapewa hela kidogo na yule mwenye kiwanda, lakini yule mwenye kiwanda ndiye ana maximize profit. Na mwisho wa siku yule mwanasayansi hata kutajwa, hata tajwa. Sijasema kwamba watu wasijifunze sayansi, lakini ninachosema ukijifunza sayansi, jifunze na art yenyewe ya kufanya. Yaani umejifunza sayansi, jifunze chuma kinayeyushwa vipi, kinachongwaje, kinakunjwa vipi. Je, naweza nikatengeneza vipi kitu kama hiki, mambo ya michoro, development na ni vitu kama hivyo. Sasa hivyo vitu vilikuwa kwenye mfumo wa elimu enzi za Mwalimu, lakini kuna mahali vimekuja vikapigwa vita, kwa tukabaki na sayansi peke yake. Sayansi peke yake haiwezi kupeleka wewe katika kumiliki kiwanda au kumiliki teknolojia. Unatakiwa na ufundi. Unatakiwa uwe na fundi. Kingine ambacho nimeongea kwenye kitabu changu cha Technologies at the Arts ni ili jamii iweze kufanikiwa katika teknolojia, kuna vitu vitatu. Kuna rasilimali kwenye jamii, kuna uhitaji wa teknolojia husika na utayari wa kuchangia teknolojia. Kwamba kama sasa tunataka watu waanzishe biashara zao na nini, tujenge utamaduni hata wa kuchangiana. Baada ya kila siku tunachangiana, fulani amefariki, tunachangiana kwenye harusi, lakini watoto wetu wakiwa na idea fulani ya teknolojia, ukiambia watu wachangie, watu wanasema hiyo utajua mwenyewe. Unaona? Wakenya walikuwa na tabia kuchangiana kwenye elimu. Unakuta watu watakutana, kuna harambee tafanya kwa Onyango kumchangia mtoto anayekwenda India au wapi. Basi tuchangiane kwenye maendeleo ya teknolojia. Vinginevyo itakuwa vigumu kuendelea mbele. Alafu kwenye kitabu changu nimeelezea sana juu ya umuhimu wa kuchanga mawazo. Bila utayari wa kuchanga mawazo hatuwezi kuendelea kiteknolojia. Kwa mfano nimemtaja Thomas Edison ambaye alipata wazo la kutengeneza balbu ya umeme. Lakini wazo la kwanza walikuwa wanaunganisha zile balbu, wanaziunganisha na waya chanzo cha umeme kwa kutumia nta. Lakini walipokuwa wanafanya hivyo, ile nta iliyeyuka. Lakini kuna technician mmoja akamwambia Thomas Edison, angalia hii taa, na sijui ilikuwa ni kibatari au koroboi kilikuwa kimetengenezwa kama lamp holder. Kwa nini usitengeneze kitu kama ndio akapata wazo la kutengeneza lamp holder. Lakini kwa sababu Thomas Edison alikuwa na tabia ya kuajiri watu wengi ambao walikuwa wanamsaidia kwenye kuchanga mawazo kwenye kutengeneza teknolojia, na aliweza kuuza patent za vitu mbalimbali kufuatana na mawazo ambayo aliyapata kwa watu wengine. Hiki kitabu cha Technologies at the Art ilikipeleka Ikulu mwaka 2016. Sina hakika kwamba Mheshimiwa Rais aliyepo sasa hivi amekiona, lakini nikipeleka kwa ajili ya kusaidia kwamba ni vizuri tujue hasa teknolojia ni nini. Teknolojia sio tu applied sciences. Teknolojia ni
matumizi ya vifaa, mifumo, unaona, na utendaji wa kazi katika kuboresha maisha. Kwa hiyo unapotaka kuboresha maisha ya watu, kuboresha utendaji, lazima umshirikishe huyu mwenye sayansi, lakini lazima umshirikishe fundi, lazima umshirikishe mtu ambaye sio fundi pia, anaweza kukupa mawazo ambayo atakufanya uendelee mbele kiteknolojia. Kwa hiyo ninashauri Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan hicho kitabu kitafute. Kama huna basi ninaweza nikakupa nakala ya Technologies at the Arts. Hoja namba 6. Tunatakiwa tu na filosofia ya elimu yetu. Elimu yetu inatupeleka wapi? Wakati wa mwalimu aleta elimu ambayo aliita elimu ya kujitegemea. Kwa hiyo tulipokuwa tunaenda shule lazima uende na jembe, ni lazima. Tulikuwa tuna mashamba. Kwa hiyo mtu unajifunza kulima. Zaidi ya hapo tulikuwa tunajifunza ufundi, kuchonga vyuma, kuyeyusha, kupima nini. Sasa unapoendelea mbele sasa inakusaidia wewe kwenda katika utendaji. Sasa fikiria sasa hivi mtu amesoma mpaka form 6, amezaliwa Oysterbay pale akasoma mpaka form 6, amefaulu PCB. Unampeleka SUA akasome kilimo, wakati yeye hajui hata tofauti kati ya jembe na shoka. Unategemea kweli utapata matokeo yule? Yule atakuwa nafikiri tu kuwa bosi, unaona, aajiriwe, apande cheo na nini. Lakini sasa hivi tunayatakiwa wasomi wengi ambao wataingia mitaani. Tanzania tuna wahandisi ambao wanafika 30,000 pengine au zaidi. Sasa hivi huwezi kuajiri wahandisi wote kwenye kazi za kiutawala, lakini tunahitaji wahandisi mno katika kubuni na kutengeneza teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo tunaweza tukarudi pale pale tukasema labda elimu yetu ite elimu ya kujitegemea, pia itasaidia. Au tunaweza kusema elimu yetu, kwa sababu tunaenda Tanzania ya viwanda, elimu yetu itakuwa ya viwanda. Na kwa mantiki hiyo tusiache tusiwafanye watoto wetu waishie tu kwenye sayansi, lakini tuwafanye waende kwenye ufundi, kwa sababu kiwanda kinahitaji kwa asilimia kubwa sio wanasayansi, ni mafundi. Unaweza kukuta kiwanda kina watu labda 20 wote mafundi, lakini mwanasayansi mmoja kwa bahati. Kwa hiyo mafundi ni muhimu sana, na bahati mbaya Watanzania wengi tunafanya vitu kwa kubahatisha. Tunaamini mtu yote anaweza kufanya kila kitu bila ya mafunzo, jambo ambalo sio kweli. Hoja namba 7. Wahandisi tulikuwa tunalalamika, lakini tumefikia wapi? Nakumbuka kabla hajaja rais wa awamu ya 5, tulikutana mahali fulani tulikuwa tunaongea juu ya kuna machimbo fulani ya gravel ya changarawe maeneo ya huku Kunduchi au wapi, kwamba tufanye nini pale. Kila mtu alitoa mawazo yake, lakini mimi mawazo nilotoa nilisema tujenge nyumba ya mhandisi, kwa sababu wahasibu wana majengo yao, walimu wana majengo yao, lakini wahandisi hatuna jengo letu. Watu walicheka kidogo na nini, lakini nilichokiona wahandisi kwa tuna tabia kulalamika. Tulikuwa tunalalamika kwamba sisi hatusikilizwi, unaona. Lakini alipokuja Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, kuanzia katibu mkuu kiongozi alikuwa mhandisi John Kijazi. Wahandisi walikuwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, makatibu wakuu, unaona. Na sisi wahandisi ndio tumeshiriki kwenye, kama kuna mtu ambaye amefaidi kwenye kipindi cha utawala wa Rais John Pombe Magufuli ni wahandisi. Kuna ujenzi wa Stiglas Goji, kuna ununuzi wa ndege, unaona, kuna ujenzi wa SGR reli, ujenzi wa viwanja vya ndege. Hivi vyote ni vitu vinahusu wahandisi. Lakini mbona wahandisi mimi naona kama hatujaonyesha mfano kwenye taifa letu? Kwa mfano ukiongea habari za Tanzania ya viwanda, ni wahandisi wangapi tunamiliki viwanda au kumiliki hata workshop? Kwa hiyo mimi naona kama wahandisi tuko passive. Tumepewa nafasi, hatukuifanyia kazi. Lakini bado kwa hoja yangu nataka kuhimiza kwamba ni vizuri wahandisi tuamke. Wakati tunakutana mara nyingi sana, lakini tunaongea nadharia zaidi. Unaandika nifanya utafiti, unachora na grafu pale na nini, lakini grafu sio output ya kutosha. Inabidi wahandisi tukae tuangalie teknolojia mbalimbali,
tuangalie changamoto zilizopo na fursa, alafu sisi tuwatangazie wananchi kwamba sisi wahandisi tumeona ya kwamba teknolojia ya ngozi tutaweza. Wananchi msitupe tena ngozi, sababu 11% kwa mfano ya ngozi zote ya mifugo yote ya Afrika iko Tanzania. Sio Afrika, duniani. Ya Afrika. Lakini ngozi tunatengenezea supu na nini. Na ile jambo nimeliongea kwenye mada yangu kwenye mwaka 2020 kwenye mkutano wa Institution of Engineers Tanzania. Sijaona kama tumefanyia kazi. Nimeongea fursa mbalimbali ambazo wahandisi tunatakiwa tuzifanyie kazi. Baada ya kukaa wananchi wa kawaida kilalamika na sisi tunalalamika. Kuna andiko moja kwenye Biblia nasema kwamba balaa kubwa juu ya nchi ni pale ambapo mtumwa anapanda farasi alafu mtoto wa mfalme anatembea kwa miguu. Ninachokiona ni kwamba sisi kama wahandisi hatujakaa kwenye nafasi yetu. Hata wanaomiliki viwanda ukiangalia sio wahandisi. Kuna homework ambayo tunapaswa kuifanya sisi kama wahandisi. Hoja namba 8, wasomi wa Tanzania au Afrika tunafikiri kwenye dimension moja, upande mmoja urefu. Lakini maisha yako kwenye 3D. Tunatakiwa wasome tuanze kufikiri kwenye 3D. Unajua msomi anafikiriaje? Asome apate cheti. Akishapata cheti asome masters ili apandishwe cheo, kwa mfano kama lecturer, asome PhD. Lakini ukiangalia hivi tunavyosoma sio kwamba vinatufanya sisi tuwe na solution. Tunaangalia tu upande mmoja wa science, knowledge, maarifa. Lakini hatuangalie upande wa art au utendaji, hatuangalie. Unajua ukiangalia kwenye vyuo vyetu vikuu watu wanapata profesa si kwa sababu amefanya kitu, hapana. Anapata profesa kwa sababu amefanya utafiti, amechunguza kitu, akaandika makala kwenye jarida la kisayansi. Unaona Lakini hatuangalii kiutendaji. Kwa mfano mtu anaweza kasema akafanya utafiti juu ya performance ya mitambo mbalimbali akapata PhD, lakini akisema kwamba mimi sasa nataka nitengeneze mota, kwa sababu wa China wanatengeneza zao, wa Japani wanatengeneza zao, Warusi wanatengeneza zao, Marekani, na mimi nataka nianze kiwanda cha kutengeneza mota, nitengeneze teknolojia ya kutengeneza mota. Huyo hatapata PhD, pamoja na kwamba mchango wake katika taifa ni mkubwa kuliko yule aliyefanya tu utafiti. Tunafikiria sana mambo ya utafiti, lakini utafiti bila ya utaratibu wa kufanya vile vitu viwekewe matendo hautatusaidia. Miaka 60 ijayo tutakuwa hivi tulivyo kama hamtaelewa kitu ambacho ninachoambia kwamba we need to think in 3 dimension. Knowledge, unatakiwa na knowledge, unatakiwa na skills au art, unatakiwa na business. Vitu vitatu ndio vitatufanya sisi tuendelee katika teknolojia. Lakini bahati mbaya tunafikiri kwenye 1 dimension. Mtu anasoma anakuwa tutorial assistant, anasoma tena masters, anakuwa labda assistant lecturer, anasoma PhD, anakuwa lecturer, anafanya tena utafiti, anawasilisha makala, anakuwa profesa. Baada ya kuwa profesa anafight ili ateuliwe kwa katibu mkuu au waziri, au anaenda kugombea ubunge au waziri. Yaani ndio tunaishia hapa. Lakini ni vigumu sana msomi ambaye anakuambia mimi bwana, ndugu wananchi, nina solution kwenye hiki na hiki, na watu wamfahamu kwamba huyu mtu ana solution kwenye hiki. Lakini tunaishia kwenye ubunge, kwa sababu we think in 1 dimension but life is in 3 dimensions. Hoja namba 9, tuangalie historia ya mfumo wa elimu wa Tanzania. Kwa nini tupo hapa? Wakati wa Mwalimu alianzisha mfumo wa ufundi. Mimi nilipata bahati ya kuwa kwenye mfumo wa ufundi, nisoma katika shule ya sekondari Umbwe. Tulijifunza, yani form 2 mimi nilikuwa najua kufanya leveling, nilikuwa najua kuseti majengo. Unaona Form 3 tukawa tunasoma masomo mengine tusoma ni uchoraji kuanzia form 1, building construction na vitu kama hivyo, kuchora ramani. Kwa hiyo wakati tunamaliza form 4 tulikuwa tunajua kuchora ramani, tunajua kupima, na niliajiriwa kwenye mradi wa maji Handeni.
Unaona, ni siku ya kwanza nilichimba mtaro, lakini kuanzia kesho yake nilikuwa surveyor na nilikuwa mchoraji. Nakumbuka nimefanya setting out ya fence ya pumping station kwa elimu ya form 4. Yaani nimepewa vibarua 10 na theodolite nikawa nafanya. Nimefanya kazi za leveling kwa elimu tu ile ya form 4 zamani, lakini sasa hivi mfumo wa elimu ya ufundi umeondolewa. Kwa hiyo tunazalisha watu kutoka kwenye vyuo vya ufundi hajui vitu ambavyo tulikuwa tunaweza kuvifanya wakati tukiwa form 2. Naongea kama civil engineer, lakini hata waliosoma mechanical engineering anajua form 2, anajua kuchonga bolti, anamaliza anajua kuweld, anajua kuchonga bolti, anajua. Na watu walikuwa wanaajiriwa viwandani wakati ule. Lakini sasa hivi tunazalisha watu ambao hawajiriki kwa sababu ya kuua ule mfumo wa ufundi. Mfumo wa ufundi ulipigwa vita. Bahati mbaya ulipigwa vita hata na maprofesa wetu na wasomi wetu. Nakumbuka kuna profesa mmoja alipiga sana mfumo wa ufundi na alishafariki. Lakini siku moja nikiwa chuo kikuu nilimchokoza. Alikuwa anaongea, tulikuwa kwenye mkutano wa taasisi ya wahandisi Tanzania, na nikamwambia kuna vyuo vingine equivalent kama DIT na ardhi. Wakati wa ardhi ilikuwa haijakuwa chuo kikuu. Akasema hakuna kitu kama hicho equivalent. Yaani alipiga vita sana vyuo vingine. Lakini baadaye yule profesa alishafariki. Kuna technician fulani pale chuo kikuu cha Dar es Salaam akaniambia, unajua huyu alikuwa na laani sana watu wa ufundi kwa sababu yeye alipokuwa anasoma chuo kikuu wakati anapewa assignment ya kuchora ramani, kuchora mechanical drawing, kwa sababu alikuwa ni mechanical engineering. Anasema yeye alikuwa anachora mpaka usiku, anaweka miguu kwenye maji, wakati wenzake walikuwa dakika 2-3 wameshamaliza kuchora na wanaondoka. Kwa hiyo kwa sababu ile ilimfanya achukie mafundi. Lakini kama ninachoamini kwamba mfumo wetu wa elimu unatakiwa uwe na sehemu mbili, na nitaongea huku mbele kwamba kuna mhandisi wa industry na kuna mhandisi wa utawala. Maandalizi ya tofauti. Mhandisi wa industry ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya. Kwa hiyo alipiga vita. Alipopiga vita mwaka 1996 kukawa na kitu kiliitwa Policy for Technical Education 1996. Wakasema from now onwards Moshi, Ifunda, sijui Mazengo na wapi will no longer be technical schools. Yaani wataalamu wachache walijifungia kwenye chumba mahali fulani enzi za waziri ule marehemu Mungai, wakaamua kuua mfumo wa ufundi. Mfumo ambao ulikuwa unaondoa watu sio kwenye sayansi tu. Tulikuwa tuna sayansi ya ufundi, sayansi ya uhandisi, lakini tulikuwa tunafundishwa kufanya vitu halisi. Na kitu kitakachotupeleka kwenye viwanda ni pale tutakapokuwa na wasomi ambao hawana sayansi peke yake, lakini wana art. Wanajua kuchonga vyuma, wanajua kutoboa, wanajua welding, wanajua zile art za kufanya vitu. Wanajua mambo ya development, kutengeneza michoro, kutengeneza vitu katika maumbo mbalimbali. Kwa sababu unataka watu kutengeneza engine, kutengeneza mota, kutengeneza nini. Sasa mwanasayansi, mtu mwenye sayansi pase hawezi kutufikisha kwenye uchumi wa viwanda, na kataa sana. Kwa hiyo mfumo wa sasa hivi unathamini sana sayansi, lakini unadharau ufundi. Kwa hiyo mwanasayansi anaishia kwenye maelezo tu, scientific explanations, lakini mwanasayansi anamhitaji fundi ili aweze kwenda kwenye teknolojia. Kwa hiyo mfumo wa ufundi ulipigwa vita sana. Na kupigwa kwa vita mfumo huu wa ufundi kumezalisha wasomi ambao wameclaim ni iko kubwa sana. Bahati nzuri mimi katika kitu ambacho nimejikita kukifanya katika maisha yangu muda mrefu sana ni kufundisha. Napenda kufundisha. Wanafunzi walikuwa wakija kufanya practical training, wahandisi wengine wanawafukuza, mimi nawaambia njoni hapa niwaelekeze. Kwa hiyo ninawahoji, ninamuelekeza kinafanywa hivi na hivi na nini. Kitu nimegundua kwamba hata ile sayansi yenyewe ya msingi hatuna. Nimeona mtu kwa mfano anakalkulate shear force na nini, anapata nondo, lakini ukimuuliza hiyo force ambayo umeitengenezea hizi nondo ni aina gani? Shear force ni nini? Imefika mpaka kwenye vyuo vikuu unauliza watu hakuna anayejibu. Yaani mtu anaweza kaa na PhD lakini ameclaim. Kwa nini? Kwa sababu elimu yetu tuliondoa maarifa yalikuwa yanafundishwa technical schools. Kwa hiyo mtu anaenda technical college hana ile misingi, na bahati mbaya yale maarifa yalikuwa huku hayakuhamishwa.
kwenda kwenye vyuo vya ufundi au kwenda kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo wanafunzi wa vyuo vikuu wanaanzia pale pale. Kwa hiyo Kremlin ni muhimu sana. Mtu anafundishwa jinsi ya kudesign beam, anaambiwa utapata shear force. Ukitaka kudesign shear force, design beam, yani kati ya nguzo beam ni kama nguzo hii ambayo inaenda horizontally. Unaambiwa utatafuta shear force alafu utapiga hesabu ya nondo. Lakini hiyo force inafanyaje? Structure ina behave vipi? Hawezi kujua kwa sababu hana misingi. Hii Kremlin ipo kwa wingi. Kwa hiyo nitaliongea huku mbele, lakini naona nisilo. Kwa hiyo ninachoona mimi, hata hawa wanaoingia vyuo vikuu sasa hivi, kwa sababu unajua anatoka na physics, chemistry na hesabu, lakini hajui behavior za majengo, behavior za mitambo, mashine na nini. Kwa hiyo kuna vitu analazimika kuclaim kwa sababu zile misingi au fundamentals huna. Kwa hiyo hapa tulipo sasa, ile sera ya mwaka 96 ilikuja ikabadilishwa, tukapata sera nyingine, lakini hii sera haijaweza kutibu athari ambazo zimepatwa kwa watu ambao wamepitia kwenye huu mfumo. Huu mfumo tulionao, kuna watu wamesoma na wana PhD, wana master, lakini waliruka vitu vya msingi. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuweza kuvijadili vitu vya msingi. Nakumbuka siku moja nilikuwa nafundisha bridge engineering kwa maengineer. Nilikuwa nimeandaa kozi mahali fulani na watu walikuja wengi, lakini nikauza shear force nini? Hiyo force hiyo ambayo ndo katika force ambayo ukiona jengo limekreki, sijui daraja limekreki, sijui vitu vingi vimekreki, engine imekreki, engine ambayo kasa ni shear force. Nikauza ni nini? Ni shear force. Sasa yule alikuwa ni mzee mwenzangu, yani nikaona sasa, na kwa sababu analipa fees, kwa sababu ni kozi nilikuwa wanalipa, nikaona nisibishane nao sana. Lakini nilichokiona ni kwamba kumbe mtu anaweza kawa engineer na nini, lakini baada ya kujifunza zile behavior akaenda tu kwenye calculations, anajua kupiga hesabu, akapata idadi ya nondo na nini, lakini hajajua hasa ile behavior iliyomfanya akafika pale. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kuwa na wabunifu watakaoleta changamoto kwenye uchumi wa viwanda wakati watu wanakremishwa. Hoja namba 10, kujifunza lugha ya Kiingereza ni muhimu. Unajua Kiingereza sio lazima. Nani amekuambia Kiingereza sio lazima? Unajua kuna mashine fulani zinaitwa plotters, zinatengeneza michoro. Unaona michoro kwenye size kubwa, A3, A1, A0 na nini. Sasa kuna mashine za kuplot. Zile mashine za plotter zile Dar es Salaam, nilikuwa naenda kuplot sana michoro nikiwa da. Mtu mmoja kaniambia hizi mashine wao zinatengenezwa na wa Kenya. Yaani zikiharibika watu wanatoka Kenya wanakuja kutengeneza zile mashine. Kwa nini? Unajua zile mashine, zile plotter au nini, mashine nyingi za sasa hivi zinapokuja zina screen pale, zinakuwa zimeandikwa hapa, badilisha hivi, kifanya hivi. Sasa Mtanzania Kiingereza hajui. Kwa hiyo anaweza kaangalia pale, hebu tujaribu hapa. Unajaribu wakati pale imeandikwa. Siku moja nilikuwa ni project manager wa contractor Songea, na excavator yetu iliharibika. Ile excavator baada ya kuharibika, vijana walitengeneza ikawa imetembea, imepona. Sasa nilipofika kaniambia mhandisi, ile excavator uliotuachia tutengeneze tayari iko vizuri, lakini kuna tatizo limejitokeza. Nikauliza tatizo gani? Akasema hii screen imeandikwa filter provided. Sasa nikamwambia kwa nini filter provided, kuna shida gani? Si mmebadilisha filter. Kwa hii mashine imetambua kwamba mmebadilisha filter. Sasa fikiria mafundi ambao wana operate mitambo kwa kubahatisha. Unaona wakati kitu kimeandikwa kwenye screen. Sasa hivi vitu teknolojia nyingi zinakuja zimeandikwa, ukitaka badilisha hiki. Huna haja ya kwanza wewe kuanza kufikiria nifanye nini. Lakini Kiingereza ni shida. Unasema Kiingereza sio lazima. Kwa hiyo tuzalishe mafundi ambao wanabahatisha. Au kama basi tunasema kama tufundisha tu Kiswahili, tunaomba watu wa Kiswahili watutengenezee mashine zilizoandikwa Kiswahili.
lakini kama hawezi kutengeneza, Kiingereza ni muhimu. Wanasema dunia ni kijiji kimoja, kwa hiyo tuko kwenye kijiji kimoja na lugha ya wanakijiji ni Kiingereza, sio Kiswahili. Kwa hiyo ni vizuri kujua Kiswahili, lakini ni vizuri kujua Kiingereza. Ukipata nafasi kuna fursa za labda kwenye nchi wanaongea Kifaransa, jifunze Kifaransa, jifunze Kichina. Kwa hiyo kutokujua Kiingereza sio uzalendo, ni ujinga. Hivi unajua mtazamaji wangu kwamba Kenya wana contract na Google ya kutafsiri Kiswahili Kiingereza kuja Kiswahili. Kwa nini hatujapewa Tanzania? Watanzania kwa mtazamo wa haraka serikali wakataza, Kenya itawakataza kwa vipi? Unaona Siku moja nina mada ya kuongea kwenye mkutano wa wahandisi Ngurudoto Arusha, nikataka kujua historia ya Thomas Edison. Nikafungua kwenye mtandao nikakuta pameandikwa Thomas Edison aligonjeka mpaka karibia kuwa kiziwi. Kwa hiyo Kiswahili rasmi kitakuja kuwa aligonjeka, sio aliugua. Kwa sababu gani? Wewe Mtanzania unafikiri kwa sababu umejua Kiswahili hujui jinsi ya kukimarket international na nini, kitakuwa cha kwako. Hakitakuwa cha kwako, itakuwa ni cha dunia. Kwa hiyo tutakiwa tujifunze Kiswahili, tujifunze Kiingereza, tujifunze lugha za nani. Vijana wetu wa Tanzania wana hivyo wanajaribu kukimbia, mara ameenda Mozambiki, mara ameenda Kongo, mara ameenda wanaenda mpaka Sierra Leone wa Tanzania, lakini Kiingereza chenyewe ndio hicho tuna babaisha. Kijana wangu mmoja alikuwa ananiambia, kwa sababu naona dereva wangu Edgar ananiambia kwamba bwana ametembea huko nchi. Sasa sisi wa Tanzania unajua tunaongea Kiingereza. Sasa sijui Kiingereza gani tunaongea. Ukikamatwa na traffic unamwambia traffic please, my speed not big, sijui nini, only 60 km/h. Hicho cha kubangaiza. Lakini kwa nini tusiwape Kiingereza chenye halisi? Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaongea Kiingereza kizuri sana, lakini watu wengine wanamshambulia akiongea Kiingereza mahali. Mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, usiogope. Tufundishe Kiingereza na sisi tuweze kuongea vizuri, kwa sababu Kiingereza ndio shule ya kijiji chetu cha dunia. Sasa hivi hata Wachina wenyewe wanaongea Kiingereza kizuri sana. Ukiona Mchina ambaye anaongea Kiingereza hawezi kuongea Kiingereza, ni kwenye umri kama wakwangu wazee, lakini vijana sasa hivi wanaongea kama Wamarekani, kwa sababu Wachina wameshagundua ili washindane international, Kiingereza ni muhimu. Na mimi nawaambia Watanzania wenzangu, Kiingereza ni muhimu ili tuweze kufanikiwa kushindana kwenye uchumi wa viwanda, teknolojia, kuchukua fursa. Vile kijana aliambia, nafikiri alikuwa ananiambia habari za Sierra Leone. Anasema kule Watanzania nao wanakwenda vijana mpaka huko wanaajiriwa, na Watanzania wanaajiriwa kwa sababu wao wanachaji hela ndogo sana. Akipewa $1,000 Mtanzania nakubali, lakini kuna wengine akipewa $1,000 hakubali, mpaka labda $2,000 na nini. Wao Watanzania wanakwenda nje. Kwa hiyo uhitaji wa somo la Kiingereza ni mkubwa sana. Tunahitaji mtu ambaye ataweza kucompete, kushindana mahali popote alipo. Kuna wakati kutoka elimu yote ya Kiingereza, ya Kiswahili, lakini nikasema mimi watoto wangu lazima wasome Kiingereza, kwa sababu nataka vijana wangu waweze kuangalia fursa popote ilipo duniani. Hoja namba 11. Tunalima bila kuvuna. Unajua kama tutakuwa tunasoma sana, watu wanasoma sana mpaka wanakuwa na PhD, wanakuwa ni maengineer, wanakuwa ni madokta, wanakuwa ni maprofesa, lakini hatupati hata zile teknolojia za msingi kama mashine za msingi kama engine, kama mota, kama pampu na nini, vitu vya msingi kabisa ambavyo ukiamua kujiongeza ushindwe kuvitengeneza. Tunalima bila kuvuna. Tunatakiwa tuanze kuvuna. Na tutavunaje? Unajua kwa nini hatuvuni? Mfumo wetu wa elimu, kama nilivyosema, mtu hapati uprofesa kwa sababu ya mchango wake katika teknolojia. Anapewa uprofesa kwa sababu ya mchango wake katika sayansi. Kwa hiyo wasomi wengi wanakimbilia kwenye sayansi, sio kwenye teknolojia. Tuchore mstari hapa, alafu tuangalie nani amevuka pale kutoka kwenye sayansi kwenda kwenye teknolojia.
Bahati mbaya hata sisi wahandisi tunapokutana tunajikita mno kwenye sayansi kuliko teknolojia. Okay, kama utaangalia hoja yangu ya mkutano ambao nilifanya mwaka 2020, niliongea na wahandisi pale Ngurudoto Arusha. Niliongea umuhimu wa kuchanga mawazo kwenda katika teknolojia. Kama tunatakiwa tutoke hapa kwenye mijadala tu ya kisayansi, lakini tuende kwenye mijadala ya kiutendaji. Kwa mfano tuseme kwamba ni kwa nini 11% ya mifugo yote naona Afrika inatoka Tanzania, lakini hatuwezi kutengeneza teknolojia labda tukatengeneza ngozi, tukatengeneza viatu, tukatengeneza nini, badala yake vile vitu tunatengenezea supu, zile ngozi tunatengenezea supu na vitu kama hivyo. Tunatakiwa tuvune. Na wakati fulani nilikuwa kwenye editorial board ya Institution of Engineers Tanzania, tulikuwa tunaandika makala, lakini nikawaambia wenzangu, unajua hizi makala hizo zimekaa mno kinadharia. Mfano mimi naweza nikawa nina uzoefu mkubwa sana jinsi ya kutafuta kifusi. Nataka niwaambie, utaka kutafuta kifusi, angalia kwenye milima fulani, angalia kwenye miti fulani. Ukiona kuna miti fulani ujue kuna kifusi kizuri. Walichonijibu mimi, waliniambia lazima una uthibitisho wa kisayansi. Mimi nina uzoefu wa miaka 40 labda kwenye eneo fulani, siwezi kusema kitu. Na ile hoja yangu, nimekuja kwenye mradi wa reli hapa SGR. Nimeona Wachina wamepiga picha za satellite, alafu wanaangalia aina ya miti iliyoota, unakuambia hapa kuna kifusi hapa. Ni ile vile nilikuwa naongea kwamba kuna upande wa kupeana uzoefu, sio lazima niongee kisayansi sana ndio mkubali hoja yangu. Lakini kama nimeenda mahali nikaona hiki, nikaona hiki, kesho nikaona hiki, naweza nikaambia jamani, ukiona mti wa aina hii ujue aina ya udongo ulioko hapa ni hivi, na utaka kujenga labda mnara au kitu gani, fanya hivi na hivi, unaona. Lakini mfumo wetu uko tu upande mmoja kwenye sayansi, lakini haumfundishi mtu kwamba afanye nini kutatua matatizo yake. Namba 12, elimu yetu imejaa mbwembwe kuliko suluhisho au kutafuta suluhu. Lakini hili ni tatizo kubwa la Waafrika wote. Kwa mfano University of Dar es Salaam, unajua ndio katika vyuo bora vya fani ya uhandisi wa maji. Chuo kikuu cha Dar es Salaam ni bora Afrika. Na watu wanakuja Afrika kutoka Nigeria, kutoka Zimbabwe, kutoka Kenya, kutoka Ethiopia nimeona, Sudan, wanakuja kusoma water resource engineering Dar es Salaam. Lakini wanafunzi hasa hao wa Nigeria walimgomea mwalimu. Profesa hawamtaki. Kwa nini hawamtaki? You know, this doctor does not give us difficult equation yo. We want difficult equation. Yeye wanataka macalculation magumu, lakini wanasoma uhandisi wa maji. Hayo macalculation unayataka ya nini? Unatakiwa ujue jinsi ya kukadiria kiwango cha maji wanahitaji, unachukua population ya watu. Unatakiwa ujifunze jinsi ya kuchagua aina la bomba utakayotumia. Mahali fulani pressure ikiwa kali lazima ujue jinsi ni kigezo gani cha kuweka matenki ya maji. Unatakiwa ujue jinsi ya kutumia maji kuzalisha umeme na vitu kama hivyo. Hujaja kusoma mathematics, lakini walimgomea na kweli yule mwalimu aliondolewa. Kwa hiyo tuna mbwembwe sana, lakini tunapoambia tutatue tatizo halisi, hapo ndio inakuwa shida. Unaona? Mambo ya kuitana vilaza, vipanga. Unajua kwa sababu yani kipanga ni mtu zile scientific theory ngumu anazijua sana, lakini huyu mwingine hajui ni kilaza. Lakini sasa unaweza kuwa unajua vitu vyote, lakini hujui jinsi ya kutafsiri hivyo vitu kuja kwenye vitendo. Mrengo wetu unaangalia zaidi sayansi, lakini unadharau ufundi. Unajua unatakiwa uwe na balance. Sayansi unatakiwa uwe nayo. Na ndio maana sisi tulikuwa tunasoma fundamentals of engineering science. Alafu sayansi yenyewe iwe related na kitu unachotaka kufanya. Sio tu kila scientific theory unataka uishike, lakini ile sayari inakupeleka kwenye mashine, kwenye mtambo, kwenye daraja, kwenye nini huna. Ni mbwembwe tupunguze